Black Stars ambao kutokana na dabi kuwa haikutoka muda mrefu kutoka kuja kufika finali. Dabi wamecheza tarehe 25. Tarehe 29 wanacheza mechi nyingine. Japokuwa kulikuwa na muda mzuri wa kupumzika, lakini kutokana na ubora wa kikosi cha Singida na ushindani ambao wamekuwa wakiutoa, niliamini wataleta upinzani kwa Yanga. Na ni ukweli walileta upinzani kwa sababu licha ya ubora wa Yanga, lakini Singida walikuwa bora pia, hasa ile sharpness ya mabeki wake. Unajua kuna mipira ambayo Yanga walitakiwa kufunga, lakini unaona ubora wa safu ya ulinzi ya Singida Black Stars wanakwenda kuokoa mpira eneo ambalo ilikuwa ni almost goal, yani nusu goli kwa Kiswahili unasema hivyo, lakini wanakwenda kuokoa. Angalia kuna mpira ambao Pacome aliupata kipindi cha pili, akafanikiwa kuwatoka walinzi akiwa anataka kufunga goli la kideo. Akaenda akanyang'anywa mpira, alikuwa ni Ibrahim Imoro, alishadesha faka anaondoka. Mzize naye kipindi cha kwanza katika zile nafasi 3 alizokosa, moja alipaisha, nyingine ilitolewa na ilifanywa blocking na walinzi. Lakini kiukweli Singida licha ya kuwa na kufungwa mabao yale mawili, lakini kwenye safu yao ya ulinzi walijitahidi sana kuwazuia Yanga. Yanga ni timu ambayo ina safu bora sana ya ushambuliaji kuanzia kwenye ligi na hata kwenye hii michuano. Singida wamejitahidi sana kuleta upinzani. Angalia katika eneo lao la kiungo, Mohamed Damaro Kamara, lakini Keyeke alikuwepo, Morris Shuku, walifanya kazi kubwa sana ya kupambana na viungo wa klabu ya Yanga, lakini mwisho wa siku ubora mkubwa wa klabu ya Yanga ndio ambao umewapa matokeo, ila Singida walijitahidi kuleta upinzani. Sawa, bwana Abdul Gafali Chisano, kuiona ilikuwa ni finali yenye hadhi ya finali. Wametupa ambacho tulitamani kukiona. Nimekipata kipindi cha kwanza tu. Inawezekana katika finali 5 walizocheza Yanga kwenye michuano ya FA, sawa bwana, hizi ambazo wamezicheza mfululizo, hizi 4 za mfululizo sasa, hizi 4 za mfululizo. Inawezekana katika historia ya klabu ya Yanga katika finali hizo walizocheza kuanzia mwaka 2021 mpaka leo tunazungumza mwaka 2025, inawezekana finali ya jana ndio ikawa finali ambayo ilikuwa nyepesi kwa Yanga kuliko finali zote. Nyepesi? Yes, na nitakupa sababu. Mwaka 2021 Yanga walicheza dhidi ya Simba pale Lake Tanganyika Kigoma. Yanga wakafungwa goli 1-0 dhidi ya Tadeo Luanga, Yanga wakiwa wako pungufu. Mkokoto Ng'ombe alipewa kadi nyekundu kipindi cha kwanza. Mwaka 2022 Yanga wakacheza finali na Kosoino ni Sheikh Amri Abeid Karuta jijini Arusha. Finali iliisha baada ya dakika 120 ile 3-3. Bwana mdogo alianza kwenye matuta, Yanga akashinda kwa matuta. Mwaka 2023 Yanga akacheza na Azam FC CCM Mkokwani. Kennedy Musonda akafunga goli 1, Yanga wakashinda 1-0 wakachukua ubingwa. Hapo Yanga ilicheza bila Fiston Maele. Mwaka 2024 Young Africans wakacheza na Azam FC tena kwenye uwanja wa Newman Complex pale. Mechi baada ya dakika 90 ilisha bila. Wakaenda 120 bila. Mechi kwenye matuta Yanga akashinda. Jana Yanga akashinda goli 2 ndani ya 90 kwa 0 ndani ya dakika 90. Na sio 2 tu, Yanga wangekuwa clinical jana hata 5. Walikuwa mechi wanashinda hata goli 5. Na ndio maana nikakwambia inawezekana kwenye historia ya finali walizocheza Yanga za FA tangu mwaka 2021 mpaka mwaka 2025, jana ndo walikuwa na finali nyepesi kuliko finali zote. Mimi binafsi nilivutiwa na mechi ya Yanga na Singida jana kipindi cha kwanza tu, lakini kipindi cha pili Singida walitepeta. Na haijawa nyepesi kwamba Yanga ameachiwa, imekuwa nyepesi kwa sababu ya class ya Yanga waliojiwekea walokuwa nayo sasa. Kwa sababu ninajaribu kupiga picha class ya Yanga sasa hivi, hata nikirudisha kuanzia mwaka 2021 mpaka leo, bado kikosi hiki cha Yanga kingetoa tu bingwa wa FA tena vizuri yani. Kwa sababu kimepitia mabadiliko, lakini unakiona ni kikosi ambacho tayari kimeestablish standards. Kwa mimi la kwanza nikizungumzia finali ya jana,
Yanga jana ameza finali nyepesi zaidi kuliko finali walizo mwaka 2021, 22, 23, 24. Ya jana ndio ilikuwa finali nyepesi kwao. Chances nyingi sana jana Yanga wametengeneza. Mzize kama asingefunga angekuwa ni bonge moja la gumzo. Nikilinganisha na finali ambayo Yanga dhidi ya Azam mwaka jana ilikuwa ngumu, mechi nzuri. Hata ya mwaka juzi ilikuwa ngumu, 2022 na Coastal Union, what a remarkable final ya FA. Kwa hiyo kwangu mimi naamini ya mwaka huu imekuwa finali mchekea sana kwa Yanga. Okay. Bwana wewe unaungana au unakataana na Chisano? Nataka kusema nini Chisano hapo kwenye hilo? Unajua kiwalisia tena wala tusizunguke kuanzia mbali. Chukua tu mfano wa jana, alafu angalia mechi aliyocheza Yanga kabla ya Singida kacheza na Simba. Yanga Tanzania hapa ameshindikana. Sioni kama kuna timu inaweza sasa hivi ikaenda na Yanga jino kwa jino, yaani wakashindana mpaka mwisho wa msimu afa akamwoutshaini Yanga. Na ukitaka kuamini ile, chukua mifano tu michache. Yanga akachukua ubingwa wa ligi msimu wake wangapi? 4. Msimu wa 4 mfululizo Yanga anachukua ubingwa yeye. Nenda kwenye FA, msimu wangapi anachukua ubingwa? 4 pia. Msimu wa 4 mfululizo. Young Africans Tanzania hakuna timu inaweza kumzuia kwa sasa. Yanga ameshashindikana. Deni walibaki nalo kwenye mechi za kimataifa. Ndiko ambako performance yao bado haijagonga kwenye level kubwa. Lakini kwa hapa kwenye mpira wetu wa Tanzania Yanga wameshamaliza kila kitu. Yaani sasa hivi unafikiria kuna timu gani inaweza ikakivunja kikosi cha Yanga kwa mfano? Kwa hapa nyumbani hakuna. Labda wavurugi kwenye usajili. Unakwenda kwenye mazingira tu ya kawaida, unasema let's say Yanga akakibakisha kikosi chake kama kilivyo. Wewe unafikiri kinashindwa kugombania ubingwa msimu ujao? Kinao uwezo wa kugombania ubingwa. Kwa sababu hata ukiangalia kikosi cha Yanga kilichopo sasa hivi, walioongezeka ni wachache ukilinganisha na walokopo msimu uliopita. Walioongezeka msimu huu Yanga na wamekuja na impact ni Zaire Patrick Mwenda kwa mfano, Shadrack Boka, Clatous Chota Chama, Prince Mpumelelo Dube. Hao ndo wamekuja na kuleta impact kwenye kikosi pamoja na Juke Abuya. Wamekuja wameleta impact ya moja kwa moja kwenye timu. Lakini the rest ukiwatoa wachezaji watano, timu ya Yanga ni ile ambayo imekuwa ikichukua ubingwa kwa kurudia. Kwa mfano ukimwangalia msimu huu ambao umemalizika, Juke Abuya impact yake muonekana ameleta kweli mchango kwenye timu. Mwangalie Shadrack Boka, mwangalie Zaire Patrick Mwenda, goal involvement yake, mwangalie mchezaji kama Dube, mwangalie performance yake Dube imekuwaje msimu huu. Kwangu mimi hawa ni wachezaji ambao wamekuja Yanga na wameleta utofauti, wameleta thamani kwenye kikosi. Lakini ukirudi mwaka uliopita, Yanga walifunga magoli mangapi? Leo wamefunga magoli mangapi? Yanga msimu uliopita kwenye ligi magoli 80 hawakufikisha. Leo hii tunazungumza msimu huu Yanga amevuka goli 80 kwenye ligi. Which means Yanga ameshindikana brother. Yaani inawezekana Yanga kwenye msimu mzima akacheza kwenye ligi akafungwa mechi moja au mbili. Kwa mfano msimu kafungwa na Azam, kafungwa na Tabora. Lakini the rest michezo yote kapiga. Rudi msimu uliopita kafungwa na Ihefu msimu uliopita. The rest kapiga. Kwa hiyo kwangu mimi siwezi kupima upinzani kwamba eti Yanga kisa anafungwa mechi moja basi Tanzania Yanga ana upinzani. Kwa sababu anayegombea naye ubingwa mwenyewe Simba. Siku hizi kila wakilala wakiamka Simba amenyolewa na Yanga. Nani mwingine anaweza kumfunga Yanga? Azam hivi kwa ujumla kwenye michezo 10 Simba kashinda mmoja tu. Ngoja chukua tu Azam FC. Azam FC ndo angalau kwenye hii miaka 4 Yanga anachukua ubingwa wa ligi mfululizo. Azam FC amethubutu kumfunga pia Yanga. Na sio kumfunga mechi moja, kwa sababu kwenye hii miaka 4 mfululizo Simba kamfunga Yanga, mimi nakumbuka mechi moja tu. Lakini Azam FC kamfunga Yanga msimu uliopita. Kamfunga Yanga msimu huu pia. Kwa Azam anafaa hata mpinzani wake sasa. Ukiangalia Azam angalau kama kuna mtu ana uwezo wa kumnyima Yanga pointi kwenye kugombania ubingwa, ni Azam kuliko Simba sasa. Kwa sababu Azam kila msimu, hii msimu ile mfululizo kapata mechi moja kwenye msimu anamfunga Yanga. Lakini njoo kwenye ujumla Simba ndo anayeshindana na Yanga kwa maana ya kusanya alama nyingi.
Lakini ukiangalia mwisho wa msimu Yanga na gap kubwa kalitengeneza. Kuanzia kwenye point mpaka magoli ya kufunga na magoli machache wameruhusu Yanga kila msimu. Tafsiri unayoipata pale ndio tunarudi kule kwamba Yanga Tanzania Yanga ameshashindikana. Hakuna timu ambayo ina uwezo ikafua dafu kwa Yanga. Au ikitokea umeona kama Tabora alivyomfunga Yanga, ni kama tu mlivyokuwa darasani, wewe unaweza ukampita namba moja wenu wa darasani somo moja, tena unampita max 4 5 mpaka 6. Yeye kwenye masomo ambayo anakuja kukukalisha, anakunyoosha gepu la max 20, max 30, sawa hizo akamshindani wako, wewe mshamshindwa nyinyi darasani. Kwa hiyo kwa mfano tungekuwa tunazungumzia Tanzania, Yanga ndio TO, yani Yanga ndio Tanzania wani kwa sasa. Ameshashindikana, haiwezekani ligi msimu 4 mfululizo anachukua yeye, FA anachukua yeye, alafu useme nyinyi mnampa upinzani. Hakuna timu ambayo inampa upinzani Yanga kwa sasa wa kusema anakuna kichwa kwamba anaukosa ubingwa wa ligi au FA. Kwangu mimi naamini Tanzania Yanga sheo ameshashindikana. Sawa, na asante pia kwa wote ambao umetumia bando lenu kuendelea kutufuatilia. Swala kubwa hilo, sio swala dogo. Tumia bando hapo kutufuatilia hapo YouTube. Lilimkumeza kwa Yanga tu. Vurugu zote hizi ambazo Yanga amefanya msimu huu za ubingwa yes. Yanga amefanikiwa kwa 75% tu. Yanga amefanikiwa kwa 75% tu msimu huu. Na nitakupa range hapo tunafikaje kwenye 75%. Young Africans kwenye huu msimu kashiriki tournament 4 ambazo zilikuwa zina nguvu. Achana na kombe la Toyota waloshinda huko Afrika Kusini, achana na lile. Ile ilikuwa ni kutengeneza tu hamasa ya kuwaweka wachezaji tayari kwamba tunaingia kwenye msimu mpya. Lakini kiuhalisia Yanga kwenye malengo ya msimu wamefanikiwa kwa 75% tu. Na hii ni ujumbe tosha kwamba hawatakiwi kubweteka kwa ajili ya msimu ujao. Kwa nini nasema 75%? Yanga wameshinda ngao ya jamii hapa, wakimfunga Simba nusu finali wakamfunga Azam. Yanga pale walichukua 25%. Kwa sababu walikuwa na malengo 4 tu Yanga. Kufanya vizuri ndani na kimataifa. Ndani wamechukua 75%. Hawajafanikiwa nje. Wamechukua 25% kwenye ubingwa wa ngao ya jamii. 25% wamechukua kwenye ubingwa wa FA. 50% hizo. 25% nyingine wamechukua kwenye ubingwa wa ligi kuu. 75% tu. 25% zitakuwa zitoka kwenye michuano ya kimataifa. Yanga hata robo finali hawajafika. Kwa hiyo siwezi kusema mimi walifanikiwa msimu huu kimataifa. Siwezi kuwapata 5% wala 10. Sasa kufika makundi si kuna alama unapata? No, kwa daraja la Young Africans. Hebu imagine hii timu imetoka kuwa bingwa, imetoka kuwa mshindi wa pili kombe la shirikisho mwaka 2023. Mwaka 2024 imecheza robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Mwaka 2025 imeishia toa makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Unaweza ukaita ni mafanikio kwa timu kama Yanga? No, huwezi kuwapata 100%. Ndio maana nasema Yanga kwangu mimi msimu huu timu imefanikiwa kwa 75% tu. Kwa maana ya malengo yao ukiyapima unagundua kumbe domestically Yanga wamefanikiwa kila kitu. Wamechukua ligi ya 25%, wamechukua FA ya 25%, 50%, wamechukua ngao ya jamii ya 25%, 75%. Kimataifa msimu wa mwaka jana wametolewa robo finali. Msimu wameishia makundi. Hatuwezi kuita imefanikiwa. Angalau ningefikiria tungesema tuweke 10% kama Yanga angekuwa amefika robo finali. Lakini Yanga kuishia makundi tafsiri yake kimataifa hakufanikiwa, na ndio maana nikasema hii ni ngumu kumeza kwa mashabiki wa Yanga. Lengo lake Chisano awape tu nongwa wa mashabiki wa Simba cha kuwasemea. Kabla hapo Chisano. Hapana, Yanga wamefanikiwa kwa 75% tu. Kama Yanga mlopita beki bora alikuwa Baka. Ni Baka ndio nilikuwa inakuja uzuri kumbe umehakiki mwenyewe hata kama sijahakiki mimi. Sawa. Wakati Yanga wakiwa na uchovu ndio wamecheza vile. Unajua alichokizungumza hapo cha msingi sana Dickson Job ni kitu kimoja tu, recovery bas. Kwa sababu kocha wa Yanga hawezi kwamba akasema amefanya mazoezi magumu kisa mechi ya Singida, hiyo haiwezekani. Kwa ubora waliokuwa nao Yanga na kwa interval ya siku za mechi, ukiangalia siku walotoka na Simba Jumatano, mechi iliyofuata ni Jumapili. Walikuwa na Alhamis, wana Ijumaa na Jumamosi.
siku 3 hapa kikubwa kikokuwa kinafanyika ni recovery, wachezaji miili irejee katika hali yake ya kawaida basi. Lakini aliyemaliza mechi ni mtu mmoja tu, Kitarugendo. Na hatoki uwanjani, sio mchezaji. Okay. Na wala Isa asibadilisha, andike hivyo hivyo. Kocha wa Yanga ana roho mbaya. Yule ndo amecheza Milud Hamdan ana roho mbaya sana. Na nitakwambia kwa nini. Unajua jana Singida walifanya homework vizuri ya kwanza ya kuangalia Simba walizidiwaje kwenye eneo la kiungo kwenye mechi ya dabi. Waligundua Yanga kwenye midfield wanakuwa na wachezaji 5. Wana Pacome, wana Max, wana Ucho, wana Mudathiri, wana Jukabuya. Walichokifanya jana Singida wakiwa hawana mpira. Ndio. Singida walienda na wachezaji 4 katikati. Walichokuwa wanakifanya Keke anaingia ndani, anamsaidia Modest Chuku, anamsaidia Damaro Kamara pamoja na Maruf Shakei akidrop, jumla wanakuwa na wachezaji 4 kwenye midfield. Walikuwa wanajua wakiwa na watu 4 ni faida kwao kwa sababu Khalid Aucho si mchezaji anayecheza sana karibu na final third. Kwa hiyo bado watabaki na 4 against 4, 4v4. Kwa hiyo wanajua tutakutana na Pacome, Maxi, Mudathir, Jukiabuya. Hawa 4 ndio wanakuja sana kwenye eneo lenu la mwisho. Ndio wanaenda sana kushambulia. Kwa hiyo na sisi Singida tukiwa tuna Damaro Kamara, tukiwa tuna Chuku, Shakei ka drop chini pamoja na Keke, maana yake tayari tuko 4 kwa 4. Pale ndio walipofanya mechi ikaonekana imekuwa ngumu kwanza kipindi cha kwanza. Sasa kwa kukuthibitishia kocha wa Yanga na Lombaya, alichokifanya yeye ni kitu kimoja tu, wala hakubadilisha mfumo. Alichokifanya kwa wachezaji wake ni kutengeneza fluidity. Fluidity maana yake ni kwamba wachezaji wana uwezo wa kubadilishana namba, waka interchange position. Kwa nini wana interchange? Kwa sababu wanataka kumtengenezea frustration opponent. Unamvurugaji, unamconfuse vipi mpinzani? Sasa wewe kuna wakati Max itabidi uingie ndani, wewe Pacome muingie wote ndani. Nataka mtengeneze concentration kubwa hapa katikati kwenye final third. Matokeo yake yatakuwa nini? Matokeo yake utanifungulia njia kwenye flanks huku. Shadrack Boka na huyu kijana Isaiah Patrick Mwenda apite kirahisi. Watu overlap. Kwa sababu alichokifanya Singida kuanza na Gadiel Michael kutokuanza na Ibrahim Moro ni kwa sababu anajua Gadiel ni mzuri sana kwenye kuzuia. Sasa tunamuattract vipi ya Gadiel atoke kwenye eneo lake asilia ingie ndani? Max fanya movement, badilishana namba na Pacome, badilisha eneo lako la kucheza. Kwa hiyo kuna muda unamuona Mudathiri anakuja kwa Maxi, Max anaingia ndani kwa Mudathiri, Jukiabuya anakuja kwa Mudathiri. Hizo interchangeability ndio ziliwatengeneza Yanga watengeneze nafasi ya kupika goli la kwanza. Na ndio maana kwa kukuthibitishia hilo Singida kafungwa goli la kwanza. Mzee, wachezaji wa Singida 6 walikuwa wako kwenye boksi, wako nyuma ya mpira. Wachezaji 6 wa Singida wako ndani ya boksi, wako nyuma ya mpira baada ya goalkeeper wao kucheza. Wachezaji wa Yanga 4 wako mbele ya mpira. Kwa hiyo ilikuwa ndani ya boksi goli la kwanza Jukabuya anafunga, Yanga na wachezaji 4, Singida na wachezaji 6 nyuma ya mpira. Tafsiri yake ni kwamba mwalimu mbinu yake ya kwanza imemlipa, kutengeneza fluidity. Yanga wanachokifanya sasa hivi, ukijifanya umefunga njia kwamba eti umemzibia njia huku Pacome, huku umemzibia njia Max, wanachokifanya wale watu wanabadilishana position, wana switch mule uwanjani. Kile ndio kilichowafanya Singida wavurugike, wakajikuta kina Maruf Shakei jana Maruf Shakei ni miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza rafu nyingi pia. Ukiangalia Yanga mtego wa kwanza waliotengeneza hapo kipindi cha kwanza, ulipowalipa kipindi cha pili Singida nikajua wakija watakuja kuchagua kukaa nyuma wacheze kwenye transitional sana, kwa sababu wanazaji wenye kasi. Walichobugi Singida kipindi cha pili wakafungua mchezo zaidi, na hapo ndiko mlipoona nafasi kutengenezwa zikawa zinakuja nyingi za kujirudia, nyingi za kujirudia. Ndio maana ukasema mchezo kipindi cha pili Yanga nikasema kipindi cha pili Yanga mechi kwao ndio ilikuwa nyepesi kuliko kipindi cha kwanza. Mimi kipindi cha kwanza nimeenjoy sana Singida upinzani alompa Yanga, kwa sababu nilikuwa nasoma mbinu, naona yes mwalimu hapa amefanikiwa. Lakini mwenzake Hamdi alipobadilika akatengeneza fluidity, Singida wakashindwa kukopa hicho kitu. Na hapo ndo nilikosema kocha wa Yanga ana roho mbaya. Yani umezungumza kuhusu kocha wa Yanga kuwa na roho mbaya. Hebu tumsikie mwenyewe kwanza anazungumzia vipi kuhusiana na hilo ambalo walilifanya siku ya kumtoa mwalimu Hamdi Miludi. Sasa kwa baada ya kuwa ana makombe mawili hapa mwishoni, vipi achukue kocha bora nini?
kuonyeshwa kocha bora hiyo ni fadlu. Yani hiyo mimi sina wala sihitaji maelezo mengi. Sawa, kwa hiyo kocha Hamdi Milud huwezi kumtoa kwenye haya mafanikio ya klabu ya Yanga msimu huu. Licha ya kwamba kazi ilifanywa na Gamondi pamoja na Saidi Ramovic, lakini kwa muda ambao yeye amepewa timu, unaona jinsi ambavyo amejitahidi timu yake kupata matokeo mazuri, na wametoka sare mchezo mmoja tu ule dhidi ya JKT Tanzania bila Meja Jenerali pale Samuyo. Lakini baadaye uliona jinsi ambavyo kila wapinzani ambao amekuwa akikutana nao anatoa vipigo. Kwa hiyo kwa mafanikio ambao ameyapata huwezi kumtoa. Sawa bwana, tayari dakika ni